wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwambie Yesu, mwambie mwenye wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu. Haleluya. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote yanawezekana. mwambie yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote yanawezekana. yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote yanawezekana. mwambie kwa sauti yanawezekana. Alipo Yesu mara ya mwisho kwa sauti. yote Inua mikono juu, sema e Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, e Bwana Yesu, jioni ya leo ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga tena. Sema Yesu, jioni ya leo ninaomba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, mlango mpya uliobeba baraka zangu, kwa jina la Yesu,
ambao adui hataweza kuufunga tena kwa jina la Yesu. Sema Yesu, kila upinzani wa miungu kwenye milango iliyobeba baraka kwa ajili ya maisha yangu, sema saa hii toka, toka, toka. Sema toka, sema kwa sauti toka. Achia, achia, toka. Haya, kemea upinzani wa miungu kwenye milango iliyobeba baraka. Endelea tu kukemea, endelea tu kukataa kila upinzani ambao umeinuka kwenye maisha yako, unaosimama kwenye milango yako iliyobeba baraka. Omba kwa kumaanisha, mtu wa Mungu, kila upinzani ambao umesimama kwenye milango yako iliyobeba baraka. Yawezekana kabisa ipo milango mingi ambayo Mungu ameifungua kwenye maisha yako, lakini kuna upinzani ambao umesimama kuhakikisha hiyo milango haifunguki, kuhakikisha hiyo milango haupiti. Siku ya leo itumie, nenda tu mbele za Bwana, kemea huo upinzani, kemea huo upinzani, kataa huo upinzani kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila upinzani uliosimama kwenye milango yako iliyobeba baraka, leo uondoke, leo uondoke, leo uondoke, leo uondoke, leo uondoke, leo uondoke. Robo shanda rapakorianda. Endelea tukuomba mbele za Bwana, endelea tukuomba mbele za Bwana. Inawezekana kabisa, inawezekana kabisa jioni ya leo robo shanda Bwana akasimama na wewe. Inawezekana kabisa jioni ya leo Mungu akakufungulia mlango mwingine. Rapakorianda robo shanda rapakorianda risanda rapakanda robo shanda robo shanda. Endelea kukemea, endelea kukemea, endelea kuondoa kila upinzani, kila upinzani, kila upinzani uliosimama kwenye milango yako iliyobeba baraka. Huo upinzani leo uachie, leo uachie, leo uachie, leo uachie, leo uachie, leo uachie, leo uachie kwa damu ya Yesu. Ndio, endelea tu kukemea, endelea tu kukemea, endelea tu kuomba. Rapashanda robo shanda rapaka robo shanda robo shanda rapakoyanda. Inua tena mikono juu, inua tena mikono juu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7 na wa 8. Ule wa 8 anasema, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga tena. Kwa hiyo kuna milango ambayo Mungu alikupa pengine mwaka huu, lakini adui ameifunga. Kuna mlango wa kuolewa, adui ameufunga. Kuna mlango wa kazi, adui ameufunga. Kuna mlango wa kusafiri, adui ameufunga. Maandiko yanasema, tazama ninakupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hakuna uganga na uchawi utakaofunga tena. Na mimi nataka tuombe Mungu akupe milango mipya 2026 ambao hakuna mganga wala mchawi atakayeweza kuifunga tena kwa jina la Yesu. Na mimi naona Mungu akikupa mlango mkubwa mbele yako, mlango wa baraka ambao hata kama watalala makaburini wanaloga hawataweza kuufunga kwa jina la Yesu. Na ikiwa kuna milango Mungu alikupa na wakaifunga, Mungu anaifungua kabla mwaka hujaisha katika jina la Yesu. Mungu aifungue. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Mungu aifungue hiyo milango, maana ni milango mikubwa na imebeba fursa, imebeba baraka. Ninakuombea kabla haujamaliza mwaka huu, kila mlango wa baraka ambao adui aliufunga uone mbele yako Mungu akiufungua. Na unapoingia majira mapya, mwaka mpya, ukaone milango mikubwa na ya kufaa sana, ambayo haitafungwa mchana, haitafungwa usiku, haitafungwa jioni,
na hiyo milango ikufanikishe katika jina la Yesu. Nyosha mikono juu, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, Yesu, kila uchawi. Sema kwa sauti, kila uchawi, kila uganga uliotumwa kufunga milango yangu ya baraka, sema jioni ya leo, fire. Sema kwa sauti, fire. Toka. Sema achia, achia, achia. Sema imeandikwa, hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo, na habari zake zitaandikwa, zitasemwa. Yes, jioni ya leo, sema nakataa. Sema kwa sauti, nakataa roho ya uganga, roho ya uchawi iliyotumwa kufunga milango ya baraka. Sema leo nakataa. Sema nakataa, 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 nakataa. Haya, kataa hiyo roho ya kichawi, kataa hiyo roho ya kiganga. Vione wanaoshambulia, shambulia. Kuna milango ilitakiwa kufunguliwa, kuna milango mikubwa ya baraka, lakini uganga unaendelea kukataa. Endelea kukataa, endelea kukemea huo uganga, huo uchawi. Hautasimama tena, hautasimama tena, hautasimama tena. Rapakorianda oroboshanda, hautasimama tena. Leo lazima uondoke, leo lazima uondoke. Uliosimama kwenye milango yako, uliosimama kwenye fursa zako, rapashanda, rapakorianda, kila roho ya uganga, kila roho ya uchawi leo ing'oke, 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 leo ing'oke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Inua tena mikono juu, tuombe hii agenda. Nyosha mikono juu. Kwenye maisha ya kawaida kuna milango ni ya kugonga, unabisha hodi, lakini kuna milango mingine haiwezi kufunguka usipoisukuma, usipoilazimisha. 2026 kuna milango ya baraka, kuna milango ya fursa. Si tu kwamba utaigonga, unahitajika uisukume, uilazimishe ili uweze kukufungukia. Na kuna watu wengi tunakata tamaa baada ya kwenda mahali kukuta milango imefungwa. Kumbe kuna milango mingine ni ya kusukuma, ni ya kulazimisha. 2026 moja ya agenda ninayokuombea, maombi ninayokuombea, hautakuwa mtu wa kukata tamaa kwa jina la Yesu. Hautakata tamaa mapema, hata kama kuna milango itakuwa imefungwa. Mungu atakutia moyo ya kwamba hii milango mingine inahitaji kusukumwa, ilazimishe ikufungukie. Na kuna milango katika jina la Yesu tunataka tuilazimishe, inataka haitaki, itakufungukia kwa jina la Yesu. Nasema itakufungukia kwa jina la Yesu. Kuna milango ya biashara inataka haitaki, itakufungukia kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa sauti, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, sema ninasemesha malango yaliyobeba baraka kwa ajili ya maisha yangu kwenye mwaka wa 2026. Sema kwa damu ya Yesu. Sema funguka. Sema kwa sauti, funguka. Sema funguka. Ongeza sauti, sema funguka. Funguka. Haya, semesha, semesha. Yalazimishe yafunguke. Yes. Yataje, ndio. Yes. Yalazimishe, ndio. Yalazimishe yafunguke, ndio. 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 Endelea, yalazimishe. Yes. Malango ya mwaka 2026
yasemeshe, 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 yakufungukie, 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 yakufungukie. Oh, haijalishi 2025 yalifungwa, malango ya mwaka 2026 yasemeshe, yaweze kukufungukia, yaweze kukufungukia, yaweze kukufungukia. Hata kama hayataki, yasemeshe kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ndio unapoomba yanafunguka, unapoomba yanafunguka, 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 yanafunguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipite, ipite kwenye malango yako, ipite kwenye malango yako, ipite leo, ipite leo, ipite leo. Orobo shanda, ipite leo, ipite leo. Hata kama hayataki, hata kama hayataki, leo yakufungukie, leo yakufungukie, leo yakufungukie. Endelea kuomba, endelea kuomba. Orobo shanda, rapakorianda, oristanda, ropo shanda. Yes. Shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Ongeza makofi mazuri kwa ajili ya Bwana. Naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu aliye hai. Hata ukiwa nyumbani, lazimisha. Kuna malango usipoyalazimisha hayafunguki. Haleluya. Basi funika macho yako niombe. Baba, ninakutukuza. Asante kwa ajili ya jioni ya leo, na asante kwa ajili ya neema yako tena ambayo umetupa. Sema na mioyo yetu jioni ya leo, tuko tayari kukusikiliza. Nijalie mtumishi wako na mtoto wako kunena maneno yako katika hekima na ufunuo na maarifa yatokayo kwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Tumekuwa na somo ambalo linasema hata sasa haujamuita bado. Na jioni ya leo kipengele tulichonacho andika. Jioni ya leo kipengele tulichonacho andika, ukimuita Mungu, ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia, atakufanyia njia na atakufanyia na mlango wa kutokea. Ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia kimaisha, atakufanyia njia na atakufanyia na mlango wa kutokea. Atakufanyia njia. Ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia kimaisha, atakufanyia njia na mlango wa kutokea. Atakufanyia njia, lakini pia atakufanyia na mlango wa kutokea. Atakufanyia njia na atakufanyia na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Andika kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14 mstari wa 5 mpaka wa 31. Kutoka sura ya 4 mstari wa 10, sura ya 14 mstari wa 5 mpaka wa 31. Lakini pia tutasoma na Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa 13. Nitaanza na Wakorinto wa kwanza 10:13. Anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu,
ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sema kwa sauti, atafanya na mlango wa kutokea. Sema kwa sauti kubwa, atafanya na mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Alafu nenda tena kitabu cha Kutoka sura ya 14 na ule mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 31. Kutoka sura ya 14 ule mstari wa 5 mpaka wa 31. Anasema hivi: mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda, kwa kuwaacha Wamisri waende zao wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye, tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa, na magari yote ya Misri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa jeuri. Wamisri wakawafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihahiroth, kukabili bahari Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyooshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, na wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Na tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake yote na farasi zake zote. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka, akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao, ikafika katika jeshi la Misri na jeshi la Israeli, hapo palipokuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku. Na hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani ya bahari,
farasi zao zote na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Misri, juu ya magari yao na farasi zao. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ukuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli, na ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni mwa bahari wamekufa. Israeli wakaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Tusome mstari wa 31 wote kwa sauti kubwa, twende. Ongeza sauti kubwa, kwa sauti kubwa, twende. Aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Macho ubaoni. Kipengele cha leo nimekueleza kwamba unapopita katikati ya mahali pagumu au kwenye kipindi kigumu cha kimaisha, muite tena Mungu au muite Mungu. Na ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu cha kimaisha unachokipitia, yeye anafanya njia mahali pasipo na njia. Lakini pia si tu kwamba anafanya njia mahali pasipo na njia, yeye anakufanyia mlango wa kutokea. Emsema mlango wa kutokea. Mtazamo uliyekaa naye mwambie, kwenye kila kipindi kigumu, mwambie kwa sauti, kwenye kila kipindi kigumu ambacho unakipitia kuna mlango wa kutokea. Mwambie kwa sauti, kuna mlango wa kutokea. Haleluya. Nataka tujifunze kwa kuangalia stori hii ya wana wa Israeli na Musa. Na nikueleza kwanza kidogo, alafu tuna mambo mawili tu ya kuandika na tupate nafasi ya kuomba, na leo natamani tuondoke mapema. Wana wa Israeli wote tunafahamu kwamba walikuwa wanatumikishwa chini ya mkono wa Farao, na ilikuwa ni miaka mingi sana. Na Biblia inasema ilifika siku ambayo Mungu aliwatoa wana wa Israeli, na ile siku ambayo Mungu aliachilia pigo la mwisho la kupiga mzaliwa wa kwanza wa Misri, wa kila kitu cha Misri. Maandiko yanasema usiku ule ndio Mungu aliwafanyia mlango wa kutokea, na Mungu akawafanyia njia, na hawa watu wakatoka Misri. Na Biblia inasema siku wametoka Misri, maandiko yanasema walitoka kwa mbwembwe, na walitoka kwa jeuri, na walitoka kwa nyimbo. Waliimba nyimbo za kila aina. Shukuruni Bwana, ametenda mambo ya ajabu, amefanya mambo ya ajabu. Wameimba, wametoka kwa jeuri, ndivyo maandiko yanavyosema. Na wakaanza safari ya kwenda nchi ya ahadi. Lakini wakiwa safarini, maandiko yanasema kuna mahali walifika, wakawa wamepiga kambi hapo. Mbele yao kukawa na bahari ya Shamu, lakini pia mahali walipopiga kambi ilikuwa ni jangwani, ni kwenye jangwa. Wakitazama mbele yao kuna bahari, na Biblia inayosoma inaniambia ya kwamba wakiwa hapo kwenye jangwa, mbele yao wanaona bahari,
Walipogeuka nyuma, Biblia inasema wakaona jeshi la Farao linakuja, kwa sababu Biblia inasema Mungu alienda kuufanya moyo wa Farao uwe mgumu, uwe mzito. Na Farao huyu aliyewaruhusu watoke Misri, Mungu akamchochea tena, akamwambia, lo, unawaachaje waondoke? Embu wafuatilie, embu hakisha unawafuatilia. Kwa hiyo Farao akaitisha magari, akaitisha askari wake, akaitisha farasi, akasema, tumefanya kosa gani kuwaruhusu hao watu watoke hapa kwetu? Embu wafuatieni. Lakini kwa kweli aliyefanya moyo wa Farao kuwa mgumu ni Mungu. Kwa Farao akaitisha magari, akaitisha askari, akaitisha farasi, wakaanza kuwafuatia. Kwa hiyo wana wa Israeli wamezuiliwa na bahari na wanageuka nyuma, wanaona jeshi la Farao linakuja. Maandiko yanasema wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sema wakamlilia Bwana. Sema kwa sauti kubwa, wakamlilia Bwana. Haleluya. Sema tena kwa sauti, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Naomba utuwekee kitabu cha Kutoka, tusome hapo. Kutoka sura ya 14. Tuwekee Kutoka 14, tusome tena hapo, alafu nikuelezee vitu vichache tuweze kuendelea mbele. Kuanzia ule mstari wa 10, tutasoma wa 10. Tuwekee Kutoka sura ya 14. Wacha nisome mstari wa 10. Anasema, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Sema wakaogopa sana. Sema kwa sauti kubwa, wakaogopa sana. Okay, macho ubaoni. Baada ya kuogopa, nini kilifuata? Wana wa Israeli, tusome kwa sauti. Rudisha mstari huo uliotoa, rudisha mstari wa 10. Twende. Wana wa Israeli, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sema wakamlilia Bwana. Okay, usiondoe huu mstari wa 10. Ukisoma huu mstari wa 10, unaweza ukaona kama vile hawa watu walimuomba Mungu, lakini kwa kweli hawa watu hawakumuomba Bwana, kwa sababu ya kilichoandikwa mstari wa 11. Weka mstari wa 11. Angalia mstari wa 11. Twende kwa sauti kubwa. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Haya siyo maneno ya watu waliomlilia Bwana, kwa sababu kama mstari wa 10 wangeomba, mstari wa 13 wasingenung'unika. Na wanaanza kumlalamikia Musa kwamba, Musa, tulikuambia tuache hapa Misri, mahali ambako ni kweli tunapiga kazi, lakini angalau wanatupa matikiti tunakula, wanatupa mboga, wanatupa masufuria ya nyama. Kwa nini utulete tufie hapa jangwani? Wanamwambia Musa, kwa nini kututendea haya? Angalia mstari wa 12. Tuwekee mstari wa 12. Mstari wa 12, tuende kwa sauti. Neno hilo silo tulilokuambia huko Misri, tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mstari wa 13, twende kwa sauti. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Haya ni maneno ya kishujaa ya Musa. Anaendelea mstari wa 14, tusome kwa sauti kubwa. Twende mstari wa 14 kwa sauti. Rudia tena kwa sauti. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Ukisoma haya maneno, ni maneno ya kishujaa.
kutoka kwa Musa. Lakini angalia mstari wa 15. Angalia mstari wa 15. Twende kwa sauti kubwa mstari wa 15. Sio mbona unaomba, ni mbona unafanyaje? Waambie wana wa Israeli waendelee. Sema amen. Okay. Kuna wana wa Israeli, lakini pia kuna Musa. Musa amewatia moyo kwamba nyamazeni tu kimya, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Hawa wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Alipomaliza kuwatia moyo, na yeye akaenda kulia. Mungu akamwona Musa analia, anamwambia Musa, why are you crying? Kwa nini unalia? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Haleluya. Na mimi nimetumwa kukwambia uendelee mbele kwa jina la Yesu. Hebu gonga na jirani, mwambie endelea mbele kwa jina la Yesu. Tikisa na mwingine, mwambie endelea mbele kwa jina la Yesu. Haleluya. Wangapi wanasema 2026 nitaendelea mbele? Piga kelele, sema nitaendelea mbele. Alafu mshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi mazuri. Kabla sijakupa mambo mawili nilionayo, nataka niseme jambo hili kwamba watu wanapitia vitu vigumu sana, na tuna watu wa aina mbili. Kuna watu kama wana wa Israeli, wao wakipita mahali pagumu wanakata tamaa kabisa, na hata ujasiri unaondoka ndani yao, hata ule moyo wa kuendelea mbele unaondoka ndani yao na wanaanza kulia. Lakini tuna watu kama Musa ambao wanaweza kuwatia moyo watu wengine. Haleluya. Kwa hiyo tuna watu kama Musa ambao wanaweza kuwatia watu wengine moyo kwamba endelea mbele, usiogope. Lakini kwa kweli na wao mahali wanakopita moyoni wamejikatia tamaa. Na kuna mtu uko hapa, inawezekana ni Musa, umewatia moyo watu wengine, lakini na wewe umejikatia tamaa. Mungu kabla hajasaidia wana wa Israeli, anakusaidia wewe kwanza. Anakuambia usiogope. Mwambie jirani uliyeka naye usiogope. Mwambie kwa sauti usiogope. Sasa tuna mambo mawili jioni ya leo. Jambo la kwanza, andika. Tuna mambo mawili jioni ya leo. Jambo la kwanza, tuna mambo mawili jioni ya leo. Jambo la kwanza, andika. Ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia kimaisha, ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia kimaisha, atakuonyesha thamani ya ulichonacho ambacho hukujua kama kinaweza kuwa mlango wako wa kutokea. Atakuonyesha thamani ya ulichonacho. Ukimuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia, atakuonyesha thamani ya ulichonacho ambacho hukujua kama kinaweza kuwa mlango wa wewe wa kutokea au mlango wako wa kutokea. Kwa hiyo unapomuita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia, anachofanya anakuonyesha kwanza thamani ya ulichonacho. Kwa sababu kuna kitu unacho lakini umekichukulia cha kawaida. Kuna kitu Mungu amekupa umekiona cha kawaida, na haujawahi kufikiria kwamba kinaweza kutumika kama mlango wako wa kutokea. Kwa hiyo ukishamuita Mungu katikati ya mahali pagumu ambapo unapita kimaisha, cha kwanza anakuonyesha thamani ya ulichonacho. Anakuonyesha thamani ya ulichobeba. Anakuonyesha thamani ya kipawa alichokupa. Anakuonyesha thamani ya watu waliokupa.
anakuonyesha thamani ya kitu ulichonacho ambacho wewe unakidharau. Anakuonyesha kwamba hiki unachokidharau naweza nikakitumia kama mlango wako wa kutokea. Sema amina kama unanielewa. Nataka nikupe mifano ya watu wawili alafu tusogee mbele. Andika mfano wa kwanza. Andika mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza, andika mfano wa Musa. Mfano wa kwanza, andika mfano wa Musa. Mfano wa kwanza, andika mfano wa Musa. Na kwenye huu mfano wa Musa, andika Kutoka sura ya 14 mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 16. Mstari wa 15 mpaka wa 16. Kutoka 14 mstari wa 15 mpaka wa 16, watatuwekea ubaoni, tusome hapo. Ili uone wakati unapita mahali pagumu, wakati unalia, wakati umekata tamaa, Mungu anakushangaa, anakuambia kuna kitu unacho. Tumia hicho ulicho nacho ili uweze kupata mlango wa kutokea. Haleluya. Angalia hapo kwenye Biblia, wote macho ubaoni. 1 2 3 twende. Soma kwa sauti kubwa, twende. Waambie wana wa Israeli waendelee. Sema waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Angalia mstari wa 16, kitu Mungu anamwambia Musa. Mstari wa 16, soma kwa sauti, twende. Nawe inua fimbo yako ukanyooshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, na wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Andika hapo, kazi ya kugawanya bahari sio ya Mungu, ni ya kwako. Kazi ya kugawanya bahari sio ya Mungu, ni ya Musa. Na ndio maana hapa Mungu anamwambia, nawe inua fimbo yako ukanyooshe mkono wako juu ya bahari. Alafu anasema na kuigawanya. Hasemi mimi Mungu nitaigawanya. Anasema wewe ndo una kazi ya kugawanya hiyo bahari. Maidia, kumbe una uwezo wa kugawanya bahari iliyoko mbele yako. Ningesikia amina hapa na makofi na vigelegele. Gonga na jirani, mwambie una uwezo wa kuigawa bahari. Tikise kabisa, mwambie kugawanya bahari Mungu amekuachia wewe. Mwambie familia yako ikikwama tutakulaumu wewe, maana una uwezo wa kuigawa bahari. Mungu amekupa. Wangapi wanaigawanya bahari jioni ya leo? Haleluya. Mwambie Musa, nyosha fimbo yako gawanye bahari. Tazama uliyeka naye, mwambie Musa, inua fimbo yako gawanye bahari. Mwambie kwa sauti, Musa, inua fimbo yako igawanye bahari. Wangapi jioni ya leo maombi yao yanagawa bahari? Pigia Yesu makofi mazuri na vigelegele. Sasa macho ubaoni, niangalie mimi. Wakati wana wa Israeli wanalia baada ya kuona bahari ya Shamu mbele yao na kuona jeshi la Farao nyuma yao, walipoanza kulia, Musa amewatia moyo kwamba simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Na yeye alienda kulia. Wakati analia, Mungu anamwambia Musa, kwa nini unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, na wewe nyosha fimbo yako alafu ipige kwenye bahari, na bahari itagawanyika na njia itatokea. Nachotaka nikuonyeshe, Musa alikuwa na fimbo, lakini hakuwa anajua thamani ya fimbo alionayo. Sema Musa alikuwa na fimbo. Sema kwa sauti kubwa, Musa alikuwa na fimbo mkononi mwake. Na wote tunajua, wale tunaosoma Biblia tunafahamu kwamba Musa huyo huyo
alipokuwa Misri, alipokuwa Mungu anamtumia kwenye yale mapigo 12, tunafahamu akiwa anaenda kwa Farao, kuna mahali Mungu alimwambia Musa, leo ukifika kwa Farao, fimbo hii ulionayo ibwage chini, nayo itakuwa nyoka, na huyu nyoka atameza nyoka zote za shaba za waganga wa Misri. Na Musa alipofika pale kweli akabwaga chini ile fimbo, ikageuka kuwa nyoka. Baadaye Mungu akamwambia no, mkamate mkia, yule nyoka akageuka kuwa fimbo. Na kuna mahali Mungu akamwambia Musa, hii fimbo ipige kwenye mto, nao utageuka kuwa damu. Kwa hiyo ile fimbo ilikuwa na neema na upako, lakini bado kwenye hii hapa mahali pagumu ambapo Musa na wana wa Israeli walikuwa wanapita, Musa alisahau thamani ya fimbo alionayo. Na kuna mtu uko hapa, kuna fimbo Mungu amekupa, kuna neema Mungu amekupa, kuna uwezo Mungu amekupa, lakini bado unaendelea kulia na kipindi kigumu ambacho unakipitia. Wakati kama ungeinyoosha hiyo fimbo na kuigawanya bahari, bahari ingegawanyika na njia ingetokea, ungevuka wewe na familia yako ingevuka, katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Okay, hapa ngoja nieleze vizuri, maana kuna mtu nikimwambia una fimbo haelewi. Niangalie mimi kwanza, nijaribu hivi. Ngoja nijaribu hivi. Mara nyingi tunajifunza juu ya miungu ya ukoo, na nimekufundisha na mimi, na tukimaliza kujifunza huwa tunaomba. Lakini kuna kitu watu waambie watu kwamba baada ya kuvunja, nenda katumie fimbo ulionayo. Hujanisikia? Usiishie tu kuvunja hizo madhabahu, usiishie tu kukemea, lakini kuna kitu cha thamani Mungu amekupa ambacho baada ya kuvunja hizo madhabahu Mungu anataka uende ukakitumie. Na ili unielewe kwenye hii fimbo, angalia kwa Gideon. Mungu alipoenda kwa Gideon, anaanza kumwambia Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Emsema shujaa. Alafu anamwambia inuka, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli. Manake sio maombi tu, kuna kitu nimekupa cha thamani ndani yako. Haleluya. I don't know kama mnanielewa. Kwa nirudie tena. Malaika anaenda anamwambia Bwana yu nawe, shujaa. Gideon anasema kumbe mimi ni shujaa. Hasema kama Bwana yuko pamoja na sisi, mbona mambo haya yote yametupata? Na nisikilize mtu wa Mungu, tangu Gideon anazaliwa mpaka anakuwa, hakuna mtu aliwahi kumwambia kwamba Gideon una fimbo mkononi mwako. Hakuna mtu aliwahi kumwambia wewe ni shujaa. Kuanzia anazaliwa mpaka anakuwa, anaambiwa tu kwetu tuna madhabahu, kwetu tuna madhabahu, kwetu tuna madhabahu, kwetu tuna madhabahu. Hakuna aliyewahi kumwambia uwezo alionao. Na ndio maana na yeye amekuwa hajui fimbo alionayo, hajui uwezo alionao. Na ndio maana malaika anapoenda, cha kwanza hamwambii nenda kavunje miungu ya kwenu, anaanza kumsemesha juu ya kitu cha thamani alichonacho. Kwa sababu kama angevunja miungu ya familia na asitumie kitu cha thamani alichonacho, familia na taifa ingeendelea kukaa pale pale. Ngoja hii niseme taratibu. Kama Gideon angeenda kuvunja madhabahu, na baada ya kuvunja, kama hatatumia uwezo alionao kuokoa familia, kuvunja tu madhabahu bila kutumia neema na uwezo alionao, hakuwezi kuokoa familia au taifa. Na ndio maana Mungu malaika anamwambia enenda kwa uwezo wako huu ukaokoe taifa. Kwa kinachookoa taifa sio kuvunja madhabahu, kinachookoa taifa ni uwezo alionao ndani yake. Kinachookoa taifa ni fimbo
alionayo mkononi mwake. Na tuna watu wengi ambao tangu unaokoka unavunja madhabahu, lakini ukimaliza unaenda kukaa tena mahali na ule uwezo ulionao unaendelea kuuacha uwe dormant. Kwa nini? Tumekwambia tu madhabahu imekukwamisha, lakini hatujakwambia kwamba una fimbo mkononi mwako. Hatujakwambia kwamba una uwezo kwenye maisha yako. Na ukishavunja miungu ya familia, lazima uende ukatumie fimbo ulionayo. Na unaitumiaje fimbo ulionayo? Nenda kapige kwenye bahari. Haleluya, haleluya. Nisaidie kugonga na jirani yako, mwambie kuna uwezo Mungu amekupa kwenye maisha yako. Gonga na jirani, mwambie kuna uwezo Mungu amekupa kwenye maisha yako. Kuna mtu uko hapa una uwezo wa biashara. Kuna mtu uko hapa una uwezo wa kuandikia watu business plan, business proposal. Kuna neema Mungu amekupa, unaweza ukaandika nyimbo, unaweza ukaimba nyimbo, unaweza ukasoma. Ni neema Mungu amekupa. Baada ya kuvunja miungu ya familia, nenda katumie fimbo ulionayo kwa jina la Yesu. Nasema nenda katumie fimbo ulionayo. Wangapi wanasema amina hapa? Na 2026 ninakuombea utumie fimbo Mungu aliyokupa kuigawanya bahari iliyozuia familia yako isivuke. Huo uwezo Mungu amekupa kwa jina la Yesu. Hiyo neema Mungu amekupa kwa jina la Yesu. Nasema Mungu amekupa fimbo. Wakati familia inalia, Mungu anakushangaa ya kwamba kuna uwezo nimekupa, gawanya bahari familia ipite. Oh, jioni ya leo nenda kagawanye bahari kwa jina la Yesu. Nenda katumie fimbo ulionayo. Wangapi wana fimbo kwenye maisha yao? Ningesikia amina za watu wenye fimbo kwenye maisha yao. Inua mikono juu, mpigie Bwana makofi mazuri na vigelegele. Hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kila mtu ana uwezo. Na ngoja nikazie hapa kwenye hii point muhimu sana leo. Muhimu sana leo. Nisifanye haraka kukimbia hapa. Kila mtu aliyezaliwa kwenye hii dunia, kuna fimbo Mungu amekupa. Kuna kitu Mungu amekupa. Unaweza ukajidhalau. Unaweza ukajiona kama vile wewe hufai. Unaweza ukajidhalau kwamba mimi sikusoma, nimezaliwa kwenye familia ambayo ni maskini. No, kuna fimbo Mungu amekupa. Kuna fimbo Mungu amekupa. Kuna neema fulani ambayo Mungu amekupa. Kuna mtu uko hapa, ukikaa kwenye duka lazima utauza. Hiyo ni neema Mungu amekupa. Na kuna mwingine anaweza kakaa kwenye duka kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna hata shilingi 10. Lakini wewe Mungu amekupa fimbo. Changamoto ni kwamba tunawafundisha watu mizimu, lakini hatuwaambii kama malaika alivyomwambia Gideon ya kwamba enenda kwa uwezo huu. Manake you have something special inside you. Una kitu ndani yako. Enenda kwa uwezo Mungu aliyokupa. Haleluya. Hebu jipige kifua, sema nina uwezo Mungu amenipa. Jipige kifua kabisa, sema nina uwezo Mungu amenipa. Sema kutumia huu uwezo nitagawanya bahari iliyokwamisha familia miaka ya kutosha. Alafu mpigia Yesu makofi mazuri. Okay, andika mfano wa pili. Andika mfano wa pili. Mfano wa pili, andika Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Wafalme wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 1 mpaka wa 7 nikuonyeshe. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Fungua hapo tusome pamoja. Wafalme wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Anasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana,
na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, ule mstari wa pili kama mnaweza mkatuwekea ule mstari wa pili, vyasema Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Sema nikufanyie nini? Sema kwa sauti kubwa, nikufanyie nini? Kwa Mungu akija anakuuliza nikufanyie nini, alafu anamwambia niambie una kitu gani nyumbani? Mmekosa hiyo? Mmekosa? Anasema una kitu gani nyumbani? Sema una kitu gani nyumbani? Muulize uliyekaa naye kwa sauti, muulize una kitu gani nyumbani? Tazame usoni, muulize nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Muulize kwa sauti kabisa, una kitu gani nyumbani? Alafu sema, akasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Sema kwa sauti, ila chupa ya mafuta. Na ukiendelea kusoma pale mbele, maandiko yanasema Elisha alimwambia huyu mama, nenda kwa majirani, nenda katake vyombo vitupu na ajifungie ndani, alafu kisha mimina mafuta. Yule mama akaenda kwa majirani wote, akapita kwa mama Makiao, mama nani, kote anaazima vyombo vitupu. Alipoazima vyombo akaenda kujifungia ndani. Ameenda akamimina mafuta, Biblia anasema mafuta yakakoma. Na vyombo vilipojaa ndio mafuta yakakoma. Akaja akamwambia yule mtu wa Mungu. Yule mtu wa Mungu akamwambia, nenda kauze, alafu nenda kalipe deni yako. Lakini nachotaka nikuonyeshe hapa, huyu mama alikuwa amefiwa na mume wake. Na maandiko yanasema mume wake alikuwa nabii. Alikuwa anapita mahali pagumu sana. Alipokutana na Elisha, Elisha anamuuliza, mama, una nini nyumbani mwako? Huyu mama anasema, na chupa ya mafuta. Hii chupa ya mafuta hakuona kama ina thamani. Lakini Elisha anamwambia, nenda katake vyombo vitupu, jifungie ndani, alafu anza kumimina mafuta. Na ukimaliza mafuta mengine nenda kauze, na mengine utatumia wewe na nyumba yako, alafu kisha nenda kalipe deni. Sasa nachotaka unisikilize hapa ni hiki, ya kwamba huu mfano wa huyu mama Mrs. Prophet unalilete sana na maisha ya familia zilizo nyingi. Kwamba wazee wetu kwenye familia, wako ambao wazee ambao walikuwa wanaabudu miungu na wamekufa, na wengine walikuwa ni watumishi, hawakuwa wanaabudu miungu, lakini kuna vitu ambavyo vigumu wamesababisha familia ipitie. Lakini nataka tujifunze kwenye huu mfano ya kwamba hakuna mtu mbaya kwa kila kitu na hakuna mtu mzuri kwa kila kitu. Huyu nabii amekufa, ameacha deni, ameacha na chupa ya nini? Ya mafuta. Hebu sema ameacha deni. Sema kwa sauti kubwa, ameacha deni, ameacha na chupa ya mafuta. Sasa kwa sababu huyu mama hajajua thamani ya chupa ya mafuta, yeye anaangalia deni aliloacha mzee. Alafu mama kaanza kulaumu, yani hao wazee wengine, anakufa ananiachia madeni, angalia sasa watoto wangu wanataka wachukuliwe wakae watumwa. Analia sana. Lakini mzee ni kweli ameacha deni, lakini mzee ameacha na kitu cha thamani, ameacha chupa ya mafuta. Haleluya. Lakini huyu mama hajui thamani ya mafuta mpaka amekutana na Elisha. Na Elisha ndiye anamuuliza, mama, una kitu gani nyumbani? Mama anasema na chupa ya mafuta. Hajawahi kujua kwamba hii chupa ya mafuta ni kitu cha thamani. Ndio Elisha anamwambia, nenda kachukue vyombo vitupu, mimina hiyo chupa ya mafuta. Mafuta mengine nenda kauze ulipe deni, mengine tumia na watoto wako. Kwa hiyo kuna mtu uko hapa unaangalia kwenye familia, wazee wameacha laana, lakini kuna chupa ya mafuta pia waliiacha. Kuna baraka waliziacha. Na kwa sababu tunajifunza tu upande wa mabaya,
Ndio maana hatujasemeshana juu ya chupa ya mafuta walioiacha. Na kwa sababu hiyo, tukishabomoa madhabahu za ukoo, tusipoenda kuchukua ile chupa ya mafuta walioacha tukaiongeza thamani, bado tutaendelea kuteseka. Na Mungu amenituma mimi ni Elisha wako kukuambia ya kwamba pamoja na kwamba kuna laana, lakini wazee wako waliacha chupa ya mafuta. Wazee wako waliacha baraka. Wazee wako waliacha visima vya baraka. Na anahitajika Musa aende akachukue hiyo chupa ya mafuta ili aiongeze thamani kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Okay. Kwani jaribu hivi. Ngoja nishuke kabisa hapa tuonane vizuri. Sema amina. Punga mkono namna hii. Punga mkono. Mafundisho mengi mzee Mali tunayowafundisha watu ni mazuri, lakini hatuwaonyeshi kwamba wazee wetu hawakuwa wabaya kwa kila kitu. Wameacha deni, matatizo ya ukoo, matatizo ya familia, lakini kuna baraka wameziacha. Kuna visima vya baraka wameacha. Na mafundisho tunayojifunza yanatupa kuangalia upande mmoja tu wa laana. Hautupi kuangalia na chupa ya mafuta walioacha wazee. Kwa hiyo tumehangaika kuvunja madhabahu, lakini kuna saa ukishavunja madhabahu, nenda katumie ile chupa ya nini? Ya mafuta. Kuna mtu ataniuliza, mtumishi, nitajuaje chupa ya mafuta? Kwa mfano, mzee wangu hapa ni mfanya biashara, si ndio? Mbona mseme amina? Sema amina. Hiyo neema ya biashara, hiyo ni chupa ya mafuta. Walionielewa ndio wamepiga makofi. Mimi baba yangu alikuwa mwalimu, sio mfanya biashara. Leo nikisema naingia kwenye biashara nitafanikiwa, lakini nitakuwa nimefanya kazi kubwa sana. Kwa nini? Hatuna hiyo chupa ya mafuta. Ni tofauti na mtoto wa huyu mzee akiingia kwenye business. Akiingia kwenye biashara tayari anajua ABC, kwa sababu wana chupa ya nini? Ya mafuta. Tunaenda sawa? Punga mkono kama mnanielewa. Okay. Lakini pamoja na sisi hatuna neema ya biashara, babu yangu mimi alikuwa na chupa ya mafuta ya kitu cha utumishi, neema ya utumishi. Babu yangu alikuwa mtumishi. Na hii siri Mungu alinifundisha baada ya kuanza kuvunja miungu na madhabahu. Na niliomba 7 years, good years, miaka 7. Kila nikienda kuomba, repasaka, navunja, napiga. Na nikafika mahali nikaichukia familia yangu, nikachukia ukoo. Mungu akaniambia, no, kaa chini, andika laana mlizo nazo mabaya kwenye ukoo wenu. Kama ni kutokuolewa, kutokufanikiwa, andika. Alafu andika na baraka mlizo nazo. Alafu angalia ni kipi ambacho kinazidi kingine. Kwa nikaandika zile laana tulizo nazo. Watoto wa kike wakiolewa hawadumu kwenye ndoa na vitu vingine. Nikaandika pia na baraka tulizo nazo, kitu cha utumishi na vitu vingine, kitu cha elimu. Nikaona baraka zina mzani, baraka umepanda juu na laana zimeshuka wapi? Chini. Sasa Mungu akaniambia hivi, muda uliotumia kuvunja laana, tumia huo muda kuactivate hizi baraka za familia ili ziweze kuwasaidia. Alafu Mungu akaniambia, chagua baraka ambayo unataka kuiombea. Nikasema kitu cha utumishi. Kwa nikaanza kuombea ile chupa ya mafuta ya utumishi. Ukiniona nimesimama hapa mbele yako leo, sio kwa sababu ya madigrii, pamoja na kwamba nimesoma, lakini ni chupa ya mafuta ya utumishi ambayo babu ndiye aliyeianzisha hiyo chupa ya mafuta. Ningesikia amina na makofi na vigelegele. Kwa maana yake hiyo ndio fimbo yetu tulionayo. Tunaenda sawa? Hiyo ndio fimbo si unipungie mkono kama unanielewa. Yaani najitahidi nikueleweshe hapa. Ningeweza kukupa tu theory. Mtazame jirani, muulize, nyie fimbo mlionayo ni ipi? Okay. Kwa mfano mtoto wa mzee hapa akija kwenye kada yetu ya utumishi,
atafanikiwa, lakini inaweza isiwe rahisi hivyo. Tunaenda sawa? Kwa nini? Inawezekana hiyo chupa ya utumishi ipo, lakini haijawa activated kuliko kitu cha biashara. Kwa hiyo kila mtu, inawezekana kuna mtu kwa hapa babu yako hata alikuwa monitor wa darasa la kwanza. Hiyo ni neema, hiyo ni chupa ya uongozi, chupa ya mafuta kwenye upande wa nini? Wa uongozi. Baba yangu mkubwa miaka ya zamani aliwahi kuwa sijui mwenyekiti wa nini si serikali za mitaa miaka ya zamani, akaacha hiyo akaingia kwenye ualimu. As we are speaking now, mtoto wake wa kwanza wa kiume leo ni diwani wa kata ya huko tunakotoka. Kwa nini? Yule mzee alipoingia kwenye uongozi wa serikali za mitaa, ile ni chupa ya mafuta. Ningesikia wanaosema amina. Hebu sema hiyo ni chupa ya mafuta. Na huyu mtoto wa babangu mkubwa aliingia kwenye haya mambo ya ufundi, lakini siko fimbo yake ilipo. Fimbo yake iko kwenye nini? Kwenye uongozi. Akaswitch, akaanza kutumia fimbo yake, akaanza kutumia chupa ya mafuta. Kwa kuna mtu kwa hapa huko leba saka nakemea deni, roho ya madeni haiondoki. Una nini nyumbani kwako? Una kitu gani cha thamani? Wazee wako walikuwa wanaimba kwaya, hiyo ni chupa ya mafuta ya neema ya uimbaji. Ngempigia Yesu makofi mazuri. Na usione vyaelea vimeundwa. Leo ukienda nchi za wengine, baba alikuwa kiongozi na kuna mtoto lazima atakuwa nani? Kiongozi. Hapati shida kama ananawa. Kwa nini? Kwao kuna hiyo chupa ipo. Na kuna watu kwetu kuna chupa, lakini hatuziendelezi, hatuzifanyii kazi ili hizo chupa za mafuta zigawe bahari ili tuweze kupita. Na ndio maana Mungu anamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Tikise jirani uliyekaa naye, muulize una nini mkononi mwako. Saidie kumtikisa kabisa, akikasirika ataniona. Muulize una nini mkononi mwako. Alafu mwambie wewe ni shujaa, enenda kwa uwezo huu ulionao. Mwambie kwa sauti, enenda kwa uwezo huu ulionao. Sasa unajua makosa tulionayo mzee Mali, kuanzia mtoto anazaliwa hatumwambii visima na chupa za mafuta tulizonazo, ila tunamwambia laana tulizonazo. Kwa kuanzia anakuwa, unajua kwetu hatusomi, unajua kwetu hatuolewi, unajua kwetu hatuoi, unajua kwetu tuna struggle. Maandiko yanasemaje? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Biblia inasemaje? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Kwa hiyo tumeharibiwa tangu tunazaliwa. Wazazi wetu hawakutuambia kwamba tuna hii neema kwenye familia, tuna hii baraka kwenye familia. Kwa hiyo tumekuwa tukiamini tu kwenye kulogwa. Na ndio maana sasa mzee Mali, hata tukija kuhubiri semina, usipowafundisha vitu vya uchawi hawaji. Vitu vya kemea hawaji. Kwa nini? Kwa sababu tangu anazaliwa amesemeshwa haiwezekani. Tangu unazaliwa shangaza anakuambia haiwezekani. Ulipoenda darasani ukafanya vibaya darasani, umerudisha matokeo nyumbani, wanakuambia hapa umelogwa hapa. Wakati mwingine tu bahati mbaya inatokea, sio kwamba mna laana, mna baraka pia kwa jina la Yesu. Wangapi wamenielewa hapo? Kwa hiyo natamani ainuke mtu kwenye familia ambaye atatumia chupa ya mafuta ya familia, ambaye atatumia fimbo ya familia kugawa bahari ya Shamu. Kama nielewa, ungempigia Yesu makofi mazuri. Alafu inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, leo nimetambua kwenye familia yetu sio tu kwamba tuna madeni,
Sio tu kwamba tuna laana, lakini pia tuna baraka. Sema kwa sauti, tuna chupa ya mafuta. Sema kuna fimbo Mungu ametupa. Sema kuna baraka Mungu ametupa jioni ya leo. Sema jioni ya leo, nisaidie Bwana, nisiangalie laana tu, niangalie na baraka. Nione na visima tulivyopewa, nione na fimbo niliyopewa, nione na chupa ya mafuta niliyopewa. Nisaidie kuifanyia kazi katika jina la Yesu. Geuza ufahamu wangu, nisione mabaya tu kwenye familia, nizione na baraka, nione na visima vya baraka, na niendeleze hivyo visima vya baraka katika jina la Yesu. Washindi wangesema amina kwa makofi mazuri. Inua mikono, jumpigia Yesu makofi mazuri. Kwa kuanzia leo, familia yako wakisema wamelogwa, waambie tuna baraka pia. Baraka ipi? Anza kuwatajia. Kwetu tunasoma, kwetu tunafanya biashara. Amen. Sasa anza kuombea hiyo neema. Kama ni kitu cha biashara, kiombee ili kikusaidie na wewe ukasaidie wengine. Kama ni neema ya utumishi, iactivate hiyo neema. Am I talking to someone? Sema amina kama unanielewa. Nipungie mkono kama umenielewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Na mimi nakuombea mambo haya manne kwenye mwaka unaokuja katika jina la Yesu. Wakikukataa wewe usijikatae. Wakikuchukia wewe usijichukie. Wakikudhalau wewe usijidhalau. Wasipokuheshimu wewe usiache kujiheshimu. Wasipoona huna maana wewe usiache kuona huna maana. Ione maana ya maisha yako hata kama wengine hawaioni. Wasipokupenda wewe jipende. Vaa vizuri, kula vizuri, lala mahali pazuri. Ile kwamba wao hawakupendi, Mungu bado anakupenda. Ile kwamba wao wanakuchukia, Mungu hakuchukii. Ile kwamba wao hawakuelewi, Mungu anakuelewa. Ile kwamba wao hawajakupokea, Mungu atakupokea. 2026, value your life. Yape thamani maisha yako. Usiishi kwamba wanasemaje. No, wasipokupokea, wasipokupenda, wewe jipende. Wasipokuelewa, wewe jielewe. Watakuelewa mbele ya safari. Na by the way, kuna watu hawataki kukuelewa unapoanza, wanatakiwa kukuelewa unapofika kwenye hatima yako. Na ndio maana nasema 2026, wasipokuelewa wewe hakikisha unajielewa. Na mimi nakuombea neema ya kujielewa iwe juu ya maisha yako. Isitegemee kwamba wananielewa hawanielewi. Eti kisa hawakuelewi unatembea, yani hawanielewi, wazazi hawanielewi, kazini hawanielewi, marafiki hawakuelewi. Wewe jielewe kwa jina la Yesu. Hawanipendi, wewe wasipokupenda, wewe jipende kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jipende, vaa vizuri. Siku moja pongeza hata huo mwili. Nenda kale vizuri. Haleluya. Huna hela ya kujitoa out mahali pakubwa, nenda hata Aslay mihogo. Kula mihogo yako, jiselfie, maisha yanaendelea kwa jina la Yesu. Huna hela hata ya kwenda kama pale Aden Palace Hotel. Nenda tu hata na 1,000, nunua maji, alafu omba stiki. Toka unachokonoa meno. Toka unachokonoa meno. Haleluya. Wasipokuelewa wewe jielewe. Wasipokupenda wewe jipende.
Wasipokukaribisha wewe jikaribishe. Haleluya! Na Mungu akusaidie hayo 2026 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na saa itakuja ambayo wale ambao hawakukuelewa jana watakuelewa kwa jina la Yesu. Wale ambao hawakukupokea, saa inakuja ambayo watakupokea. Wale waliokukataa, saa inakuja watakukaribisha kwa heshima katika jina la Yesu Kristo. Pigie Yesu makofi mazuri na vigelegele. Na kuna mambo kwenye maisha, jifunze kuyapa muda. Na muda ni hakimu wa haki asiyepewa rushwa. Muda hawezi kupewa rushwa. Asiyekuelewa leo, mpe muda. Anayekuchongea mabaya kwa bosi au kazini kwako, anayekusema vibaya kazini au kwenye familia, mpe muda. Asiyekukaribisha leo, mpe muda, kwa sababu muda ni mwamuzi wa haki asiyepewa rushwa. Maandiko yanazungumza juu ya Yusufu, ya kwamba Yusufu alikataliwa na ndugu zake, wakamuuza na wakachinja na mnyama, wakamvua vazi, wakapaka damu kwenye lile vazi, wakapeleka kwa baba yake. Wakamwambia, baba, mtoto wako unayempenda amelaluliwa na simba, amekufa. Angalia vazi lake hili hapa. Majira yalipofika, wale watoto waliopeleka habari mbaya kwa baba yao za Yusufu, majira yaliwalazimisha wapeleke na taarifa za mema za Yusufu, ya kwamba baba, mtoto wako leo ni waziri mkuu wa Misri. Hallelujah. It is just a matter of time. Hao wanaokusema vibaya leo, majira yatawalazimisha wakuseme kwa mema kwa jina la Yesu. Majira yatawalazimisha washuhudie baraka za Bwana kwenye maisha yako. Majira yatawalazimisha wakupokee tena. Majira yatawalazimisha wakukaribishe tena. Majira yatawalazimisha wakusalimie kwa heshima. Na hayo majira yamekaribia kwa jina la Yesu. Nasema hayo majira yamekaribia kwenye maisha yako. Hayo majira yamekaribia dada. Hayo majira yamekaribia mama. Hayo majira yamekaribia baba. Never give up. It is just a matter of time. Tembea, jisemee tu, it is just a matter of time. It is just a matter of time. It is just a matter of time. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Alafu sema, nina chupa ya mafuta. Wangapi wana chupa ya mafuta kwenye maisha yao? Pointi ya pili na ya mwisho, alafu tunamaliza. Pointi ya pili na ya mwisho. Pointi ya pili na ya mwisho. Andika, ukimwita Mungu katikati ya kipindi kigumu, atakusemesha umuhimu wa kuweka imani yako kwenye matendo juu ya kile ulicho nacho, ili uweze kuona mlango wa kutokea. Ukimwita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia kimaisha, atakusemesha umuhimu wa kuweka imani yako kwenye matendo juu ya kile ulicho nacho, ili uweze kuona mlango wa kutokea. Ukimwita Mungu katikati ya kipindi kigumu unachokipitia, atakusemesha, yeye atakusemesha umuhimu wa kuweka kwenye matendo kile ulicho nacho. Manake ile fimbo ulionayo au chupa ya mafuta, atakusemesha umuhimu wa kuweka kwenye matendo ili uweze kuona mlango wa kutokea. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Sema, imani bila matendo imekufa. Mbona useme kwa sauti? Sema, imani bila matendo imekufa. Mwambie jirani, imani bila matendo imekufa. Tunaomba tuwekee kitabu kile cha Kutoka 14, andika tena mstari wa 15 na wa 16. Tunamaliza sasa hivi. Kwa hiyo Mungu atakusemesha kwamba weka kwenye matendo hicho ulicho nacho, weka kwenye matendo ili uweze kupata matokeo.
Na tuna Wakristo ambao ni wazuri kwenye maombi, lakini sio wazuri kwenye kuweka imani kwenye matendo. Ila ni wazuri kwenye kuomba, ila sio kuapply imani. Imani bila matendo imekufa. Na wakati wanatuwekea pale, nataka ufahamu kwamba hakuna jaribu ambalo halina expiring date yake. Hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kutokea. Haijalishi hilo jaribu linakuumiza kwa kiwango gani na limekufanya ulie na ukate tamaa, hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kutokea. Kila jaribu lina expiring date yake na lina mlango wake wa kutokea. Na ndio maana kuna mtu ni shahidi, kama majaribu yangekuwa yanaua, leo usingekuwa hai. Kama majaribu yangekuwa yanaua, historia yako mpaka leo isingekuwepo. Lakini kila jaribu lina mlango wake wa kutokea. Na ndio maana kuna watu tumewahi kupitia majaribu na tukajua tumeisha, na watesi wakatucheka, wakajua kabisa kwamba hapa ameisha. Lakini kwa kweli hata sisi wenyewe tulishangaa namna Mungu alivyotuvusha, namna Mungu alivyofanya mlango wa kutokea, tukajikuta tumevuka. Na watesi wakashangaa na wakabaki wanaulizana, amevukaje hapa? Ni kwa sababu Bwana huwa anafanya mlango wa kutokea. Na mimi nakuombea Mungu akufanyie mlango wa kutokea kwenye hilo jaribu unalolipitia, kwenye hiyo vita. Bwana akufanyie mlango wa kutokea. Na watesi wako watabaki wanaulizana, amevukaje? Wewe utawaambia mlango wa kutokea. Sema mlango wa kutokea. Watu wa Mwanza, sema mlango wa kutokea. Na kabla mwaka huu haujaisha, Mungu akufanyie mlango wa kutokea. Usiingie mwaka mpya na machozi, usiingie mwaka mpya na madeni, usiingie mwaka mpya na hiyo vita. Mungu akufanyie mlango wa kutokea, ili uingie mwaka mpya na upako mpya na kibali kipya na neema mpya. Pokea mlango wa kutokea kwa jina la Yesu. Wanaosema amina wangempigia Bwana makofi mazuri na vigelegele. Kabla mwaka hujaisha, naona mlango wa kutokea kwa jina la Yesu. Naona mlango wa kutokea kwenye biashara. Naona mlango wa kutokea kwenye kazi yako. Naona bahari ikigawanyika na wewe ukipita kama nchi kavu. Sema amina kama unanielewa. Watu wa Mwanza, mpigie Bwana vigelegele. Naona njia mahali pasipo na njia. Natamka tena jioni ya leo, naona njia mahali pasipo na njia kwenye maisha yako. Bahari inagawanyika na njia inatokea kwenye maisha yako. Nasema bahari inagawanyika na njia inatokea. Kufika Kanaani ni lazima. Nasema kufika Kanaani ni lazima. Wangapi wanasema amina hapa? Gonga na watu wawili watatu, waambie kufika Kanaani ni lazima. Kufika Kanaani ni lazima. Haya. Mzee wangu mzee Mali, kufika Kanaani ni lazima. Kufika Kanaani, sema ni lazima. Nasema kufika Kanaani. Wangapi wanasema ni lazima? Hiyo bahari iliyosimama mbele yako, Bwana igawanye jioni ya leo na njia itokee kwa jina la Yesu. Na wale waliokufuatia, acha bahari iwameze. Wewe ukishavuka, bahari itawameza kwa jina la Yesu. Biashara yako ikishavuka, bahari itawameza watesi wako. Wangapi wanasema amina hapa? Wewe ukishavuka, bahari itawameza wale waliokukalia vikao vya fitina. Sema navuka. Watu wa Mwanza, sema navuka. Sema kwa sauti, navuka. Sema amina. Pigie Bwana vigelegele. Inuka, gonga na watu watano, waambie tunavuka. Waambie tunavuka. Inuka, gonga na watu watatu, waambie unavuka. Unavuka. Haya.
Wako wapi wamama wanaovuka hapa? Wako wapi wadada wanaovuka? Wako wapi vijana wanaovuka hapa? Ya. Bahari haitakuzuia. Nasema bahari haitakuzuia. Ili kuzuia mwaka jana, haitakuzuia tena. Sema amina. Watu wa Mwanza sema amen. Waliopigana na wewe mwaka huu, mwaka ujao hutawaona tena. Waliokukalia vikao vya fitina mwaka huu, mwaka kesho hutawaona tena. Waliolala wanaloga maisha yako, mwaka kesho hutawaona tena. Sema amina. Pigie Bwana vigelegele. Mwanza, haleluya. Wangapi wanavuka hapa? Wangapi wanasema naendelea mbele? Hebu sema naendelea mbele. Naendelea mbele. Kwenye biashara endelea mbele. Kwenye kipawa endelea mbele. Kwenye maono endelea mbele. Watoto wako wataendelea mbele. Biashara yako itaendelea mbele. Kampuni yako itaendelea mbele. Maono yako yataendelea mbele. Wanaoendelea mbele, nasema pokea. Sema amina. Sema bahari inagawanyika leo. Sema kwa sauti, bahari inagawanyika leo, na Bwana ananifanyia njia mahali pasipo na njia. Wangapi wana fimbo mkononi mwao hapa? Wangapi wana fimbo jioni ya leo? Ninakutabiria jioni ya leo, ni wewe utakayeigawa bahari ya Shamu ili ndugu zako wapite kwa jina la Yesu. Ni wewe utakaigawanya bahari ili watoto wako wavuke kwa jina la Yesu. Ili familia yako ivuke, nao watavuka kwa jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu vigelegele. Na mimi nakuombea bahari ile ile ya Shamu iliyokuzuia mwaka huu, iliyozuia usipandishwe cheo, iliyozuia usipate kibali kazini, iliyozuia usimalize ujenzi, iliyozuia wewe kupata promotion, bahari iliyokuzuia mwaka huu, mwaka kesho 2026, hiyo bahari haitakuzuia tena. Hiyo bahari haitakuzuia tena. Hiyo bahari haitakuzuia tena. Bwana anaigawanya, na wewe utapita nchi kavu kwenda kwenye hatima yako, kwenda kwenye hatima yako. Na Mungu akuinue, Mungu wa Yakobo akuinue, na hakuna uganga wala uchawi juu yako tena. Na wale waliokufuatia wakijua bahari itakuzuia, wakufuatilie mwaka ujao. Wataona bahari imegawanyika na wewe umepita, umeendelea mbele. Mwaka kesho hautakwama katika jina la Yesu Kristo. Hakuna bahari itakukwamisha, hakuna bahari itakuzuia, hakuna uganga utakuzuia. Ninatamka 2026 utaendelea mbele kwa nguvu. Nasema utaendelea mbele kwa nguvu. Wanaopokea wangesema amina. Kilichokuzuia mwaka huu 2026 hakitakuzuia tena. Na 2026 naona Mungu akikufungulia milango mikubwa ya kufaa sana, ambayo hata wakipigana na wewe hawatakuweza tena kwa jina la Yesu. Mungu akupe hiyo milango katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, jioni ya leo ninatamka ile neema. Sema kwa sauti, ile neema ulionipa, ambayo miungu ya ukoo imeikamata, imeizika. Sema kwa jina la Yesu. Sema hiyo neema, hiyo baraka, huo uwezo niliopewa, sema leo
na udai. Sema adui, achia, achia kwa damu ya Yesu. Sema jioni ya leo, bahari yoyote ya Shamu iliyosimama kunizuia, sema yeyuka. Sema kwa sauti, yeyuka, yeyuka. Sema yeyuka kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu. Sema bahari yoyote iliyowekwa mbele yangu ili kunikatisha tamaa, ili kunivunja moyo, niache biashara, niache maono, nizike uwezo nilionao. Sema bahari ya Shamu, leo nakujia kwa jina la Bwana. Ninayo fimbo mkononi mwangu, na Mungu amenipa uwezo wa kugawanya bahari yoyote iliyosimama kwenye maisha yangu. Sema leo, sema leo, bahari ya magonjwa, bahari ya madeni, bahari ya magonjwa, sema gawanyika. Sema kwa sauti kubwa, gawanyika, 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 gawanyika. Sema kwa sauti, gawanyika, gawanyika kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu. Sema Yesu, jioni ya leo, sema kwa sauti, jioni ya leo ninatamka mlango. Sema kwa sauti, mlango wa kutokea. Sema mlango wa kutokea. Yes, umesema nikikuita wewe utanionyesha ya kwamba bahari iliyosimama mbele yangu inayonitisha inaweza kugawanyika, na mlango wa kutokea unaweza kutokea. Sema leo, sema kwa sauti, leo ninatamka kwa jina la Yesu mlango wa kutokea. Sema mlango wa kutokea. Sema kwa sauti, mlango wa kutokea kwa jina la Yesu. Sema leo nakataa, hili jaribu halitaniua, halitaniaibisha, maana Bwana ananifanyia mlango wa kutokea. Sema Yesu, na mimi leo napokea mlango wa kutokea kwa imani kabla mwaka ujaisha, katika jina la Yesu. Sema amina. Watu wa Mwanza sema amina ya kishindo. Inua mikono juu, sema amina. Pigia Yesu vigelegele. Ongeza shangwe kwa Bwana. Ngome zinaanguka na Bwana anakutetea, na Bwana anakufanyia mlango wa kutokea. Inua mikono juu, piga makofi ya kinabii. Oraba saka, piga makofi ya kinabii. Robo saka, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante kwa mlango wa kutokea. Robo saka, inua mikono juu, ongeza makofi, piga makofi ya kueleweka. Halafu mwambie Baba asante. Oh, rekanda raba yande riba satorade rema satayada riko robo saya. Mshukuru Bwana kwa mlango wa kutokea. 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 Oh, naona mlango wa kutokea wa wewe kuolewa. Naona mlango wa kutokea wa wewe kupona. Naona mlango wa kutokea wa biashara yako kwenda kimataifa. Robo saka, ongeza tena shangwe na vigelegele. Sema amen. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Nyanyua mikono juu mbele za Bwana. Kandaraba shatere basiki. Mungu aliye hai, ninakushukuru. Lihimidiwe jina lako. Asante kwa kutusemesha jioni ya leo. Nami namuombea kila aliyenisikiliza, anayo chupa ya mafuta, anayo fimbo mkononi mwake.
Msaidie Bwana, anapotoka hapa aende akatafakari uwezo alionao, na mpe hatua ya imani 2026 akatumie chupa yake ya mafuta, na ukamfanyie mlango wa kutokea na ukamfanikishe katika jina la Yesu Kristo. Chukua sadaka yako kwa Bwana, chukua sadaka yako. We are a chosen generation for God to show His excellence. All I require for life, God, I know who I am. I know who God says I am. Nyanyua sadaka yako, chukua Bwana. Sema, Bwana Yesu, hii ni sadaka yangu. Naomba uikubali, naomba uipokee katika jina la Yesu. Na kwa sadaka hii nisaidie Bwana, nikatumie fimbo nilionayo, nikatumie uwezo nilionao, nikatumie chupa ya mafuta. Nisaidie Bwana nipate matokeo, na bahari yoyote ya Shamu haitanizuia tena katika jina la Yesu. Sema amen. Karibu mtumishi wa Bwana, uachilie baraka ili tutoe sadaka na kuondoka. Inua mikono juu, pokea baraka za Bwana.